Na mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Ali, karibu tu sote. Na kwa kwanza tuanze huko Ugiriki, ambapo Ugiriki inaendelea kukabiliana na moto mkubwa wa nyika katika maeneo mbalimbali, huku mamia wazima moto wakijaribu kudhibiti, na mamlaka zikionya kwa siku zijazo zitakuwa ngumu zaidi. Waziri Mkuu wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis amesema upepo mkali uliokuwa ukivuma kwa kasi ya hadi kilomita 100 kwa saa umechangia kuenea kwa moto huo na kuathiri operesheni za ndege za kuzima moto, kwani nyumba kadhaa zimeharibiwa na maelfu ya wakazi wamehamishwa na kusababisha baadhi ya wazima moto kupoteza maisha. Takriban wazima moto 500 walikuwa wakipambana na moto karibu na kijiji cha pwani cha Porto Germano magharibi mwa Athene, huku wengine zaidi ya 100 wakikabiliwa na moto katika eneo la Aegilia, na moto mwingine mpya pia ulizuka katika kisiwa cha Sefalenia. Tukiangazia taarifa nyingine, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti ni mwakilishi wa jimbo la Kiwani, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, amesema ujenzi wa diko la samaki unaendelea kujengwa katika jimbo la Kiwani utaongeza thamani na kuongeza kwa kipato cha mwananchi mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Masanja Mvula kutoka Pemba anatueleza. Makamu wa pili wa rais Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amesema hayo katika mwendelezo wa ziara yake ya kukagua miradi ya maendeleo inayojengwa katika wadi ya Kendwa, jimbo la Kiwani. Naamini mradi huu kikamilika, Mheshimiwa Waziri, utatuongezea thamani sana na utatuongezea nguvu nyingi sana ya uchumi wa wananchi wetu wa Kiwani. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kutoa ushirikiano wa mradi huu na miradi mingine. Sisi Kiwani tuna miradi mingi ambayo inafanyika huku. Leo hii mradi huu ukikamilika, wananchi kiacha wale ambao walikuwa wanavuka kwenda kufanya mahitaji yao kule, hapa sasa wavuvi wetu watapata kufanya kazi yao vizuri sana. Aidha, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar amekagua maendeleo ya ujenzi wa barabara Mchakweni Mchomani yenye urefu wa kilomita 1.4 na kuwataka wananchi waliokwisha kulipwa fidia zao kuondoka na kupisha ujenzi wa barabara hiyo. Na mimi nisingependa juhudi tulizofanya kuzitafuta hizi fedha Daktari Hussein Mwinyi akatupa, wallahi mungetuunga mkono ndani ya wiki 2 au mwezi usingefika nyinyi mngeondoka. Sasa ndugu zangu, tukisema tubembelezane hivi haiwezekani. Sasa mimi nakupeni leo tarehe ngapi? Haya, ikifika tarehe 10 hujaondosha jengo, tunakuja kuvunja. Tumefanya jambo hili kwa wema, kwa upendo, tulimalize vizuri. Utakamilika kwa wakati na utakamilika kwa yale yote yanayohitajika, ikiwemo hicho kiwanja cha kufurahishia watoto. Pia katika mradi huu, wakati nilipokuja hapa nilikutana na wazee wakiongozwa na Mheshimiwa Sheha kwamba waliomba tuhakikishe tunawasaidia kuwapatia boti ya uokozi ambayo itakuwa ni mali yao itakayokuwepo hapa. Rais, naomba nikufahamishe kwamba katika eneo hili pia tumeingiza ukuta, mwanzo ulikuwa haupo. Sisi wizara tumeshatoa kibali kupitia kwa uongozi wa wizara, Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Naibu, tusharuhusu ukuta kwa jengo hili litakuwa limekuwa enclosed kabisa. Zaidi ya wavuvi 200 wanataraji kulitumia diko hilo linalotarajiwa kukamilika mapema mwezi Februari mwaka 2027 na ugharimu kiasi cha shilingi bilioni 2.9. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Haya, juhudi za utafutaji wa miili unaendelea katika pwani ya bahari karibu na kisiwa cha Ceuta kwa watu wanaodhaniwa kuzama wakati wa wimbi kubwa la makumi maelfu ya wahamiaji waliotoka Morocco na kuingia katika eneo la Ceuta ambalo ni milki ya Uhispania kaskazini mwa Afrika. Shirika la utangazaji la serikali ya Uhispania RTVE limeripoti kwa kikosi cha polisi wa mpakani cha Guardia Civil kimepata miili 67 baharini, huku mamlaka za Uhispania zikiimarisha ulinzi baada ya tukio hilo. Takriban wahamiaji 50,000 waliingia Ceuta ndani ya siku chache, na hadi sasa serikali ya Uhispania imeanza kuweka vizuizi vya maboya baharini kuzuia majaribio mapya ya kuvuka mpaka kwa njia bahari, huku idadi kubwa ya wahamiaji hao wakianza kurudi Morocco kwa hiari.
Waziri wa Nchi Ofisi Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amesema serikali itatoa kiasi cha shilingi milioni 135 katika mwaka wa fedha 2026 hadi 2027 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za watumishi wa zahanati ya kijiji cha Mikinguni iliyopo wilayani Pangani mkoani Tanga, ikiwa ni hatua ya kuwarahisishia wananchi kupata huduma za afya wakati wote. Rai Kipingu anatueleza. Zahanati ya kijiji cha Mikinguni ilianza kutoa huduma mnamo Aprili 30 mwaka huu, ambapo imehudumia wagonjwa 286 mpaka sasa, hali ambayo inaonyesha uhitaji wa huduma kwa wananchi nyakati zote. Hapa Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe anabainisha utatuzi wa changamoto ya watumishi kuishi mbali na eneo la kazi. Mheshimiwa Rais atatuletea shilingi milioni 135 kwenye mwaka huu wa fedha kwa ajili ya ujenzi wa nyumba inaitwa 3 in 1. Nyumba moja yenye nyumba ndogo ndogo 3 kwa ajili ya mganga na watumishi wawili ambao watakaa hapa. Kwa upande wake mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga Rajabu Abdalla akiwa na kamati ya siasa mkoa katika ukaguzi wa miradi ya maendeleo akieleza mchango wake ili kuhakikisha nishati ya umeme inakuwa ya uhakika muda wote kwa kufunga nishati ya jua. Mimi nitaleta wataalamu wangu kufanya tathmini ya umeme unaohitajika ndani ya jengo, lakini kufanya tathmini ya umeme unaohitajika kwenye uzio, lakini pia na nyumba ya mganga ili muda wote hapa umeme. Kwa kawaida kabla ya mkutano wa kutoa taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kunakuwa na ziara na kutafuta baadhi ya miradi ya mfano ili kuona mwelekeo na jinsi ambavyo serikali inatekeleza kazi yake. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna ya pekee anayoendelea kuleta fedha kwa ajili ya kuboresha huduma za afya katika wilaya yetu. Kutoka Tanga, Rai Kipingu, Channel. Wahitimu zaidi ya 320 wa kozi za afya kutoka Chuo cha Mafunzo ya Afya Lugarawa Luheti kilichopo wilayani Ludewa mkoani Njombe wameomba serikali iangalie uwezekano wa kuongeza wigo wa utoaji mikopo kwa vyuo vya elimu ya kati na juu kwa kozi za afya. Michael Patrick kutoka Njombe anatueleza. Wakizungumza wakati wa mahafali ya chuo hicho, wahitimu hao wamesema wapo baadhi ya vijana wengi wanashindwa kuendelea na masomo kutokana na kushindwa kupata uwezo wa kuwawezesha kufikia ndoto zao na kuiomba serikali kuwasaidia. Wapo vijana wengi wenye uwezo mkubwa wa kitaaluma, lakini wanakumbwa na changamoto za kifedha zinazowalazimu kuahirisha au hata kusitisha masomo yao. Tunaamini kuwa kuongeza fursa za mikopo kutawezesha vijana wengi zaidi kupata elimu ya afya na hivyo kuongeza idadi ya wataalamu wanaohitajika katika kuboresha huduma za afya nchini. Elimu hutupa maarifa, maadili hutupatia mwelekeo, lakini huduma ndiyo inayotupatia maana ya kuwepo kwetu. Ikiwa wahitimu wetu wataondoka hapa wakiwa na vitu hivyo vitatu, na katika kada ya afya hivyo vyuo 30 tuna vyuo ambayo ni giant na wanafanya vizuri. Chuo cha afya kwa maana ya taasisi ya afya Lugarawa ni miongoni mwa vyuo vinavyofanya vizuri. Mgeni wa heshima katika mahafali ya 26 ya chuo hicho ambaye ni mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka akizungumza na wahitimu hao amesema serikali imesikia changamoto zilizowasilishwa. Sekta binafsi imeiunga serikali mkono katika mambo mengi, ajira, mafunzo, lakini mwisho wa siku watu walioajiriwa wanalipa kodi, na sisi tutaendelea kuwaunga mkono. Tunaweza kumshukuru Mungu tunapoona idadi kubwa ya vijana wetu waliokuwa wameanza walikuwa 400 na kitu, hata kama sasa wamefika 300 na kitu. Kutoka katika mahafali ya chuo cha afya Lugarawa wilayani Ludewa mkoani Njombe, mimi ni Michael Patrick, Channel 10. Wazalishaji na wabunifu wa teknolojia za uzalishaji wa bidhaa za kilimo na mifugo wanaoshiriki maonyesho ya kilimo 88 kanda kaskazini wameomba serikali kuanzisha siku maalum ya kufanya sherehe za kuelekea msimu wa kilimo kila mwaka ili kusaidia wabunifu hao kutoa elimu ya teknolojia mpya zilizobuniwa ambazo zitasaidia kurahisisha kilimo na kuwapa tija na kutekeleza lengo la dira ya taifa 2050. Ripoti yake mwandishi wetu Elia Kimani kutokea kwenye maonyesho 88 kanda kaskazini anatueleza. Wabunifu hao wamesema hayo kwenye viwanja vya 88 Themi Arusha
Wakati wakizungumza na mkuu wa wilaya Mbulu Michael Semindo, ambaye ndiye mgeni rasmi wa leo kwenye maonyesho haya kanda ya kaskazini, ambapo ametembelea mabanda mbalimbali ya washiriki wa 88. Jambo ambalo tunaomba kwa serikali yetu, tunaomba basi at least wakuu wa wilaya ama mikoa na wataalamu wa kilimo na mifugo watuandalie labda sherehe za ufunguzi wa msimu kama hivi, ili tuweze kutoa elimu kwa wakulima, tufike kwa wadau, au tuwe tuna sherehe ukitoa 88 kuna makongamano mengine ambayo tunaweza sisi kufika kwa wakulima, kwa sababu bado wakulima wetu wanahitaji elimu ili kuweza kufikia na yale malengo ya serikali. Mfano kama kauli mbiu yetu inasema kilimo kwa tija, tekeleza dira ya 2050. Hatuwezi kutekeleza hii dira ya 2050 kama wakulima wetu au wafugaji wetu hawana elimu ya kutosha. Tuna mambo mengi sana ya kuelimisha wafugaji pamoja na wakulima ili kuwapatia bidhaa ambayo ni uhakika zaidi sokoni. Katika hatua nyingine, washiriki wa kikundi cha Mkombozi kutoka wilaya Mbulu wametambulisha teknolojia mpya ya utengenezaji wa mkaa poa kutokana na masalia ya mazao ikiwemo magunzi, maboa ya alizeti na sanduku za karatasi au boksi, ambapo inaunga juhudi za serikali za utunzaji wa mazingira. Wakati huu sasa hatuwezi kuteseka kwa sababu tunapika na mkaa ambao hauna moshi, tayari kwa matumizi yako. Waka wake masaa yake kuwaka ni masaa 4 hadi 6. Ukishashika moto yani unaendelea kupika. Kwa hiyo wanapotumia hizi mabaki ya mazao basi wanatengeneza mkaa kwa ajili ya kuhifadhi mazingira. Mkaa wao tuliota Mwenge, tuliotea moto usiku wote wa Mwenge. Kwa hiyo mimi ni shuhuda kabisa. Hapa mkuu wa wilaya Mbulu Michael Semindo anaeleza juu ya kile alichobaini kwenye maonyesho haya. Tumejifunza kutoka kwa kampuni za wazawa kuona namna ambavyo wazawa wametengeneza mbolea ya kisasa organic ambayo yenyewe imekuwa na tija ya kutunza ardhi. Pamoja nayo tumejifunza teknolojia ya ufugaji. Tumeona mfugaji bora kabisa ambaye ni Tanzania anapatikana Mbulu vijijini. Yeye huyu bana ana uwezo wa kupata ng'ombe wake wa kawaida tu anafuga kule kijijini, anamzalishia kati ya lita 35 mpaka lita 40. Kutoka viwanja vya 88 mkoani Arusha, mimi ni Eliakimani, Channel. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ameahirisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya haraka kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran na kufunguliwa tena kwa mlango bahari ya Hormuz. Hatua hiyo imekuja baada ya mazungumzo yake na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Alisisitiza umuhimu wa mazungumzo na kupunguza mvutano katika Mashariki ya Kati, ikiwa ni katika makubaliano kumaliza tishio la nyuklia la Iran na kurejesha usafiri wa kawaida. Hata hivyo, Iran imekanusha madai ya Trump kuwa ilitaka mashambulizi yasitishwe, huku waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi akisema Tehran itajibu kwa nguvu hatua yoyote ya kijeshi kutoka Marekani au Israel. Mtazamaji, tukiendelea mbele zaidi, wakulima wa mazao ya nafaka katika mikoa nyanda za juu kusini, hususan mahindi, mpunga, maharagwe na ngano wametakiwa kuacha kununua mbegu mtaani na badala yake wanunue kwenye maduka ambayo yamesajiliwa na taasisi ya udhibiti ubora wa mbegu Tanzania TOSC, ili kuepuka kuuziwa mbegu zisizo na ubora na kusababisha kupata hasara. Rose Chapewa anatufanulia zaidi. Ikiwa ni juma la maonyesho ya wakulima nchini yenye kauli mbiu inayosema tambua soko, ongeza tija kuelekea dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Maonyesho haya katika mikoa nyanda za juu kusini yanafanyika jijini Mbeya kwenye viwanja vya John Mwakangale. Nimezungumza na taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu nchini TOSC. Wao wanasema wameendelea kutoa elimu kwa wakulima ya utambuzi wa mbegu bora ili kufikia dira ya maendeleo ya taifa ya 2050. Na kwa kiwango kikubwa wakulima ambao wametembelea banda letu wameonyeshwa kuridhika na wameonyeshwa kuwa na utayari wa kubadilika, kuanza kuachana na mbegu za mazoea na kutumia mbegu bora zilizoboreshwa ubora na TOSC. Lakini pia niwaombe wakulima, hii ni kwa nchi nzima, waache mazoea ya kununua mbegu mitaani, badala yake wanunue mbegu kwenye vyanzo rasmi vilivyorasimishwa na kuhakikiwa na serikali. Takiwa angalie kama ile mbegu ina paketi, ina lebo ile ya TOSC, na akishaona kama kuna ile lebo ya TOSC anatakiwa akwangue katika kila lebo
kuna sehemu ambako anatakiwa akwangue kama sehemu ya kuingiza vocha. Atapiga nyota 148 nyota 52 leli, atafuata maelekezo. Ataenda tihakiki, then itampeleka kwenye mbegu. Akiselect kwenye mbegu, ataambiwa aingize hizi namba ambazo atakwangua kutoka katika hii vocha hapa. Akishaingiza ile namba, itamletea majibu kwamba ile mbegu ni mbegu halisi au sio mbegu halisi. Huyu ni miongoni mwa wakulima wa mahindi kutoka mikoa Nyanda za Juu Kusini. Anasema Toski ni mkombozi kwao. Tulikuwa tumia mbegu ambazo hazijathibitishwa na hazina ubora. Kwa hiyo tulikuwa tunapata mazao ambayo yatoshelezi. Kwa mfano kwenye eka moja unaweza shangaa umepanda mbegu ambazo hazina ubora, zingine zikaota, zingine zisiote. Lakini baada ya kupita watu wa Toski kutoa elimu na kututengenezea, kutuletea mbegu ambazo zimethibitishwa zenye ubora, tutapata mazao mazuri. Kutoka kwenye viwanja vya maonesho ya wakulima vya John Mwakangale jijini Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Haya, shukrani sana Rose Chapewa kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, mgogoro wa uongozi ndani ya kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania KKKT ushirika wa Loliondo mkoani Arusha umeingia wiki ya 8, huku waumini wakiendelea kufanya ibada nje ya jengo la kanisa wakishinikiza kurejeshwa kwa mchungaji wao Heri Johannes Lukumai. Jamil Omar kutoka Arusha anatueleza. Waumini hao wanasema kuondolewa kwa mchungaji huyo kulifanyika bila kushirikishwa, jambo lilodai limeigawa jamii ya waumini na kuathiri shughuli za kawaida za ibada. Wakizungumza nje ya kanisa hilo, wamewataka viongozi wa juu wa KKT kuingilia kati ili kurejesha utulivu na mshikamano ndani ya usharika. Kwa tunaomba maombi yetu yasikilizwe jamani, na tutaendelea kusali nje mpaka pale watakapo tujibu tulivyowaandikia barua maswali yetu na majibu yetu watupe tujibu, ndio tutaendelea kusali. Na tunamwomba baba askofu, kwa kuwa Heri alitolewa kibabe, alitolewa kama mtuhumiwa ambaye amefanya uhalifu, sisi wa Kristo hatujui, tunaomba aturudishie Heri. Sababu kubwa zilizosababisha watu hawa kukusanyika hapa, kwanza ni ubadhirifu mkubwa sana wa fedha unaifanywa ndani ya kanisa hili na ndani ya usharika wetu na mchungaji Matayo Losuli. Watu hawa wamekuwa wakitumia mali za kanisa hili vibaya kupindukia. Kwa upande wake, mkuu wa jimbo la Masai Kaskazini, mchungaji Matayo Loisilie, akizungumza kwa njia ya simu kuhusiana na malalamiko ya waumini, amesema tayari yamefikishwa kwa askofu wa Dayosisi ya Kaskazini Kati na kwamba waumini wanapaswa kusubiri maamuzi rasmi ya uongozi wa kanisa. Tulishawasikia na tunashughulikia madai yao. Nimemtuma mkaguzi wa ndani aje atunisha mwasaini mchungaji na kuhudumu kuja kwenye usharika huu wa Loliondo, na atakuja. Mgogoro unashughulikiwa na ofisi ya askofu. Katibu mkuu wa Dayosisi ya Kaskazini Kati, Solomon Sambweti, amesema mchakato wa kutafuta suluhu tayari umeanza na kuwataka waumini kuwa wavumilivu wakati kanisa likikamilisha hatua zake. Hilo jambo linatunzwa na baba askofu Abel Molen. Mimi wamenitaja kwa kunitumu, lakini wameshapeleka malalamiko yao kwa baba askofu na mimi sasa hivi sishughuliki nao, anayeshughulika nao ni baba askofu. Pande zote mbili zinaeleza kuwa zinasubiri maamuzi ya uongozi wa kanisa, huku waumini wakisisitiza kuwa matumaini yao ni kuona ibada zikirejea ndani ya jengo la kanisa mara suluhu itakapopatikana. Nikiripoti kutoka Loliondo mkoani Arusha, mimi ni Jamila Omar, Channel 10. Mwenge wa Uhuru umewasha mwenge wa asili wa Mwitongo nyumbani kwa baba taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wilayani Butiama mkoani Mara, huku Watanzania wakihimizwa kulinda amani ikiwa ni sehemu ya kuenzi falsafa za mwenge wa uhuru. Musa Makali kutoka Mara anatueleza. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru 2026 na wenzake wanashiriki katika zoezi la kuwasha mwenge wa siri wa Mwitongo hapa nyumbani kwa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini tuna furaha kubwa kwamba tunarudi nyumbani kwa muasisi wa taifa hili, muasisi wa mwenge wa uhuru. Tunakuja tukiwa na furaha tele. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanarevas Mtambi amesema mwenge wa uhuru wa asili kuwashwa ni kielelezo mwenge umerejea nyumbani, huku Chifu Jafet Wanzagi anawakumbusha Watanzania katika umoja na mshikamano
pamoja na upendo. Tumefika nyumbani. Amina. Hapa ndipo falsafa ya Mwenge ilipozaliwa. Leta amani pasipo na amani, kuleta upendo penye chuki, na kuleta matumaini palipokosa matumaini. Kwa hiyo mko nyumbani, nyumbani kwao na Mwenge wa Taifa, Mwenge wa Uhuru. Asanteni sana na Mungu azidi kuwabariki. Tunawatakia kila laheri huko mnakoendelea, hatimaye kufikia siku ya hitimisho. Mungu aendelee kubariki. Lakini zaidi sana abariki nchi yetu na viongozi wake wote. Nchi yetu endelee kuwa nchi ya amani. Watanzania waendelee kupendana. Wakizungumza, baadhi ya wananchi hapa wanapongeza Mwalimu kuendelea kuenziwa na utekelezaji wa miradi unaofanywa na serikali. Inatukumbusha falsafa za baba wa taifa kwamba bado zinadumu na ziendelee kudumu zaidi. Na inatukumbusha tuendelee kuwa na amani na upendo na mshikamano, lakini tupambane kuleta maendeleo. Kila mtu apambane kujenga nchi yetu. Sisi tunaona kwamba tuseme, hasa mimi ninaona kwamba malengo haya ni mazuri kwa sababu inatoa uchafu katika nchi. Yaani tunajisikia raha kwa sababu tunamwenzi baba wa taifa kwa sababu ndio ameleta uhuru huu. Kutoka hapa Mwitongo, nyumbani kwa baba wa taifa, wilayani Butiama, mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Changamoto ya usafiri iliyokuwa ikiwakabili wananchi wa kata Muhoro, wilaya Rufiji, inatarajiwa kumalizika baada ya serikali kutenga shilingi bilioni 17.8 kwa ajili ya ujenzi wa daraja la Muhoro linalotarajiwa kukamilika mwishoni mwa Septemba mwaka huu, ambapo mwanahabari wetu Margaret Malisa anatuarifu zaidi. Akitoa taarifa ya maendeleo ya mradi huo mbele ya mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi CCM Taifa, Comrade Fadhili Maganya, aliyekuwa wilayani Rufiji kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo na kuimarisha chama pamoja na jumuiya zake, meneja wa TARURA wilaya Rufiji amesema ujenzi wa daraja hilo umefikia asilimia 65. Utekelezaji ulianza rasmi tarehe 31 mwezi Januari 2024 na utakamilika tarehe 14 mwezi wa 9 2026. Baada ya kukagua mradi huo, Comrade Maganya amewataka wakandarasi wote wanaotekeleza miradi ya maendeleo wilayani Rufiji kuhakikisha wanamaliza kazi kwa wakati na kwa ubora unaokidhi viwango vinavyotakiwa. Madaraja makubwa kama tumezoea kuona Wachina, Wajapani, Wataliano, watu wendoni. Angalia sasa serikali nayo sasa inawajengea uwezo ninyi makandarasi wa ndani, na tunachotakiwa ninyi kufanya ni kufanya kazi nzuri ya viwango vinavyotakiwa. Awali, mkuu wa wilaya Rufiji Luteni Kanali Fredrick Komba akawasilisha taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya wilaya hiyo. Katika mwaka wa fedha wa 25-26 wilaya yetu ilitengewa bajeti ya shilingi bilioni 36.4, lakini tumepokea shilingi bilioni 39.3 ambayo ni sawa na asilimia 109. Na hii imeweza kufanya kazi kwenye shughuli nyingi za maendeleo. Mathalan, kwa upande wa elimu peke yake fedha ambazo zimetumika ni bilioni 6, na kwa upande wa sekta afya fedha ambazo zimetumika ni bilioni 2.8 kati ya hizi ambazo nimezitaja hapo awali. Kwa kipindi hichi daraja hii itapokwisha, matatizo yale yote yatatoweka na amani itapatikana, si Muhoro tu. Tunapata tabu, ikija mafuriko tunapata shida, watoto tunahangaika mashule, ili kisha tutakuwa vizuri. Kutoka hapa daraja la Muhoro ambapo ujenzi huu unaendelea katika wilaya hii ya Rufiji, mimi ni Margaret Malisa wa Channel. Naam, shukrani sana Margaret Malisa kwa taarifa hiyo. Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Nyang'hwale mkoani Geita kimeitaka serikali wilayani humo kuhakikisha maafisa kilimo wanawajibika ipasavyo katika kuwahudumia wakulima ili kuwaepusha na kilimo cha mazoea kisicho na tija na kuongeza uzalishaji wa mazao. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Brasha Sadik kutoka mkoani Geita anatueleza. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa CCM wilaya Nyang'hwale Alhaji Adam Tore wakati wa kikao cha halmashauri kuu ya CCM wilayani humo. Mna vyombo vya usafiri, kila kitu mnacho, sasa nyinyi mnageuka kuwa mabosi. Watu wanalima kilimo cha mazoea, wakati ukilima kitaalamu tutakuwa na chakula cha ziada mpaka na akiba. Katika hatua nyingine, Alhaji Mtore amehimiza kuwepo kwa uwajibikaji katika swala la upatikanaji wa chakula shuleni kwa kuanzisha programu za kilimo kwa ajili ya chakula. Tangu mfumo wa sera ya chakula shuleni uliporejea, ufaulu umeongezeka. Tuchukue tu hesabu za hapo nyuma na sasa hivi, mtakubaliana na mimi.
Tukitaka tufanikiwe mfumo wa chakula shuleni usirudi nyuma. Fanyeni kila linalowezekana. Elekezeni kule, kuna serikali za vijiji, kuna wazazi, kuna kamati za shule. Huo mfumo usirudi nyuma. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Nyang'hwale Grace Kingalame kwa niaba ya serikali ameahidi kupokea na kuyafanyia kazi maelekezo hayo ili kuboresha ustawi wa wakulima pamoja na wanafunzi. Kwa sababu mpaka vifaa vya kupima udongo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunavyo kwenye wilaya hii. Kwa hiyo hakuna sababu ya kulima kishamba. Tuna sababu ya kulima kisasa. Kwa hiyo maelekezo yangu, twendeni tukafanye kazi. Na afisa kilimo ama afisa ugani, kazi yake, ofisi yake ni shambani. Ndio. Wala sio ofisini. Nilimwelekeza mkurugenzi kuhakikisha kila shule inalima si chini ya ekari 2. Na maelekezo haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, yalitekelezwa. Kila shule kwenye wilaya ya Nyang'hwale inalima si chini ya ekari 2. Kutoka Nyang'hwale, mimi ni Mrisho Sadik. Na mtazamaji, taarifa yake hiyo Mrisho Sadik kutoka Nyang'hwale ndio inayotutamatishia habari, lakini muda mfupi ujao tutakuja kurejea hapa katika upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus.